Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati huu tunazungumzia ripoti za hivi karibuni kuhusu vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Ndani masaa 24 yaliyopita, ni nini ambacho kimejiri? Ripoti zinaeleza kwamba mashambulizi ya anga yalipiga maeneo karibu na mji mkuu wa Iran, Tehran, mapema Jumanne asubuhi na hata Jumatano. Jeshi la Israel lilikuwa limetoa onyo mtandaoni likisema linapanga kushambulia eneo la Vardavad lililopo magharibi mwa mji huo. Lakini uzuiaji wa drone ulisababisha uharibifu mdogo kwa nyumba 6 katika eneo la makazi huko Al-Khariji, kusini mashariki mwa Riyadh, Saudi Arabia, lakini hakuna majeruhi yaliyoripotiwa. Ulinzi wa kiraia wa nchi hiyo ulisema hii ni baada ya mashambulizi makubwa yaliyofanywa na Iran katika eneo hilo. Iran imezidisha mashambulizi yake katika nchi za Ghuba, hasa katika taifa la Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini pia na Saudi Arabia. Ndio mataifa ambayo kwa sasa yanakumbwa na mashambulizi makali kutoka nchini Iran. Lakini kwa upande wa jeshi la Israel, limewaonya wananchi kuhusu mashambulizi ya makombora kutoka Iran kuanzia jana siku ya Jumanne, ikiwaambia kwamba wanapaswa kuwa makini na kujificha katika maeneo salama. Kadhalika huko katika bunge la Senate la nchini Israel, wabunge walijikuta katika hali ngumu zaidi baada ya kusikika kwa ving'ora, ambapo wakiongozwa na waziri wa ulinzi bwana Itamar Ben-Gvir waliingia katika mahandaki katika bunge hilo kutokana na hali ilivyo kwamba ving'ora viliashiria mashambulizi makubwa yanakuja dhidi yao. Katika taarifa zingine za kivita, ndani ya masaa 24 yaliyopita, ni Marekani ambayo imesema itafanya mashambulizi makubwa zaidi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kiongozi huyo wa Iran anadai kwamba kuna mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea vema, huku Iran ikisema hakukuwa na mazungumzo. Na wakati huo Iran imethibitisha kifo cha kamanda wa jeshi la majini Ali Reza Tangsir kufuatia habari mpya ambayo imeelezwa. Rais Trump ametishia tena kuharibu kabisa mitambo ya umeme ya Iran, visima vya mafuta vya kisiwa cha Kharij iwapo makubaliano hayatapatikana hivi karibuni. Wizara ya mambo ya nje ya Iran pia imesema tena kuwa haiko kwenye mazungumzo na Marekani, ikiuita mpango wa amani wa Trump kuwa wa kupita kiasi na usio wa mantiki. Bunge la Israel hata hivyo limeidhinisha bajeti ya mwaka 2026 yenye matumizi zaidi ya kijeshi, kwamba itapambana vilivyo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hata kama kutakuwa na mazungumzo yatakayoendelea kati ya Marekani na Iran katika kumaliza vita hivyo. Mpango wao ni kuona kile walichokikusudia, hasa kuhakikisha Iran haiwi na silaha za nyuklia, lakini haiwi na makombora ya kuifikia Israel linafanikiwa. Huu ndio mpango wao uliopo sasa mezani. Lakini katika taarifa zingine zinadai kwamba meli mbili za mizigo za China zimepita katika eneo la mlango bahari wa Hormuz bila shida yoyote, lakini kuna meli zingine karibia 3 ambazo zimerudishwa kwa kushambuliwa, ambazo zilikuwa zikipita katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz. Mengineyo yaliyokuwa yakiendelea kutokana na vita vinavyoendelea ni kauli ya rais wa Marekani Donald Trump aliyowaambia nchi za NATO pamoja na mataifa mengine ambayo yanahitaji mafuta kwamba yanapaswa kupambana yenyewe ili yaweze kupata mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz. Mtazamaji, hayo ndio yanayoendelea katika uwanja wa vita, katika namna ambavyo